Traf. Januari kutakuwa na dirisha dogo la usajili katika klabu zote za ligi kuu Tanzania bara. Tukianza katika klabu Young Africans, tetesi zinasemaje huko mitaa ya Jangwani? Tetesi zipo nyingi. Unajua Yanga wamefanya usajili mkubwa sana kwenye dirisha kubwa la usajili. Walikuwa wanahitaji kuboresha baadhi ya maeneo, na moja kati ya maeneo ambayo wamefanya maboresho makubwa ni eneo ambalo kuanzia kwenye eneo la kiungo. Tumeona Bara Conte ameingia, Mo Dumbi ameingia, lakini pia winga Celestine Ekua ameingia. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji tumemwona Siboyeli pia ameingia. Lengo la kusajili hao wachezaji pia kina Kouma ni kwenda kuongeza upana wa kikosi kutokana na malengo ambayo wamekuwa wakijiwekea, lakini mpaka sasa hivi usajili wa Yanga ambao umefanya vizuri mpaka sasa hivi ni wa Mohamed Hussein Shabalala. Tumi ndo mchezaji ambaye ameingia kwenye timu na amekuwa akionyesha output kubwa, input kubwa kwenye timu, lakini waliobaki wote ni average, kina Dombe bado hajajipata. So sitarajii kuona Yanga wakienda na pressure kubwa, kwa sababu wachezaji ambao waliopo kwenye timu sasa hivi na wanafanya vizuri ni kile kikosi ambacho kilikuwepo tangia msimu uliopita, lakini nadhani bado ipo haja kuhitaji winga ambaye ana uwezo mkubwa, kwa sababu Ekua kwenye ule upande kwangu mimi ni zero signing. Sioni kama ana sifa kuendelea kucheza Yanga. Kwa kama watahitaji kufanya maboresho, nilisikia kwamba wana mpango wa kutafuta mshambuliaji achukue nafasi ya Boyeli, kwa sababu Boyeli anarudi kwa mkopo alikotoka. Yanga waamini kwamba ni mchezaji ambaye anatakiwa kubaki pale, hawaoni kile ambacho wao walikuwa wanahitaji kutoka kwake. So nimesikia kuna hizo tetesi za kutaka kuongeza mshambuliaji ili achukue nafasi ya Boyeli ambaye ataondoka. Lakini pia kwa upande wa Ekua bado naendelea kuchimba kuelewa kwamba wanaendelea na Ekua au bado wataachana naye, kwa sababu ni usajili ambao kwangu mimi sidhani kama umekidhi mahitaji ya Yanga. Lakini mchambuzi Hans Raphael Fabrizio wanamuita wa Tanzania huyu amemposti Emmanuel Mwanengo kwa mshambuliaji namba 9 pale. Anahusishwa kwamba atajiunga na klabu Young Africans. Of course tetesi zipo na zimekuwa zikiripotiwa na watu wengi tu, kiachana na Hans Raphael, mimi pia nafahamu hilo. Na dili ni dili dani tayari. Ni dili dani tayari ambalo Yanga inasemekana dili ni dani lishakamilika, kwa sababu unajua ili liwe dani moja kwa moja ni mpaka wenyewe wa post kwenye mitandao yao ya kijamii, na vitu vingine hutokea. Unaweza kukuta dili kali limekamilika, lakini baadaye vikatokea vitu vya tofauti, mtu akaja kusema Ashrafu ulituambia dili ni dani, mbona mchezaji anaenda. Inatokea hata barani Ulaya pia, kila kitu kinakuwa kimekamilika, nzenda dakika za mwisho dili lina collapse. Kwa hiyo kwa taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba dili dani, lakini mimi naangalia uwezo wa kijana na timu ambayo anaenda kucheza. Pressure ni kubwa, kama Boyeli ameshindwa kutamba pale, washambuliaji wetu wengi tunaelewa uwezo waliokuwa nao. Kwa hiyo ataenda kufanya kazi kubwa ya kwenda kucompete. Sidhani kama anaenda kuanza moja kwa moja kwenye kikosi kwa sababu ya quality ambayo Dube yuko nayo, ingawa anakosa, lakini unaona anaaminiwa kucheza kwenye ile team. So ataenda kufanya kazi ngumu kucompete, kuona namna gani anaweza kawania nafasi. So nimekuambia hapo anataka kuachana na Boyeli. Kwa hiyo option sahihi pengine inaweza kuwa na wewe mshambuliaji wa kizao, kwa sababu sasa hivi kwenye dirisha dogo kupata mshambuliaji ambaye ni top notch kwenye lile eneo ni ngumu. So unahitaji kupata mshambuliaji wa kawaida. Unaangalia ni mchezaji gani ambaye yupo kwenye soko hivi karibuni, kwa sababu unajua washambuliaji wote sasa hivi wako busy, wengine wako Afcon na wanategemewa kwenye timu zao. So kumpata mchezaji ambaye yuko available ni ngumu. Lakini pia anahusishwa Alan Okello kutoka Vipers huko Uganda. Imekaje kwa upande? Of course ni mchezaji mzuri na anahusishwa, lakini pia hata Vipers pia ni mchezaji ambaye nitegemea kwenye timu, lakini pesa inazungumza. Hawa wachezaji pia wanahitaji hiyo platform kubwa. Ukiangalia ligi ya Uganda na ligi yetu iko far better kuliko wao sasa hivi. Lakini pia ukiangalia platform ambao wanaipata wachezaji wengi huwa wanahitaji kuja kwenye timu zetu kwa ajili ya kupata hiyo platform kubwa ambayo ligi yetu sasa hivi ipo namba 5 kwa ubora, means kwamba watu wanafuatilia kweli kweli. Kwa hiyo mchezaji akifanya move kutoka Uganda kuja hapa inakuwa ni move kubwa, hasa akienda kwenye timu kubwa kama ilivyokuwa Simba na Yanga. Anapata jukwaa kubwa leo kuweza kuonyesha pengine watu wakubwa wakawaona. Nitakutolea mfano, akina Chama walishawahi kwenda Belkane, akina Twisila Kisindo alipita hapa, akina Makambo pia, Stefan Ezekiel huyo tunamzungumzia yuko huko Mayele, wamepita kwenye ligi. Kwa hiyo ni ligi ambayo sasa hivi inafuatilia na watu wanaitolea macho kuona namna gani wanaweza kupata wachezaji. So kwa Alan Okello kama watakamilisha signing ya kumpata, ni mchezaji mzuri, ameprove akiwa kule. Ingawa kuprove sehemu moja hakugarantii kuja kuprove sehemu nyingine. Tulishaona wachezaji wengi ambao wamefanya vizuri walikotoka, lakini wakaja hapa wakashindwa kuperform kama vile ambavyo watu walikuwa wanatarajia. Lakini on paper
Kepa ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kwenda kuadi kitu kwenye kikosi. Muongea vizuri sana Ashraf Diarra, lakini pia tuzungumzie mchezaji mwingine ambaye anahusishwa na klabu ya Young Africans. Wanasema kwamba Morris Abraham wanamhitaji huyo naye pia. Of course wanamhitaji, lakini hilo dili mimi nikuhakikishie Zahra haliwezi kutimia kwa sababu mazingira ya mkataba Morris Abraham ni magumu. Kwa sababu alisaini mkataba miaka 2, bado ana mkataba pia na Simba na unafahamu ni key player ambaye anahitaji kusalia kwenye timu. Simba bado anamhitaji. Potential yake kwenye timu ni kubwa, alafu bado ni kijana mdogo. Hakuna mazungumzo moja kwa moja kati ya Simba na Yanga kuhakikisha wanasaini deal. Hizo ni tetesi tu ambazo mimi nakwambia sina uhakika wowote ule, na ni ngumu hilo dili kukamilika kutokana na nature hizi timu. Lakini pia unajua Simba ukiona wanamwachia mchezaji simply ni mchezaji ambaye tuseme wao wameona kwamba kwenye mpango wao hafit in, lakini Morris Abraham ni mchezaji ambaye wanamhitaji na nitegemea kwenye kikosi, ni ngumu kumwachia kirahisi. Lakini pia kwa upande wa Luis Mixon ni ngumu, hawezi kuja sasa hivi kwenye ligi zetu. Yaani kwenye ligi yetu Simba na Yanga bado kashamaliza. Wachezaji wanahitaji Simba na Yanga sasa hivi wanahitaji mimi naamini ni aina wachezaji ambao walishamaliza kwenye hizo timu. Mkiangalia malengo ya Simba na Yanga sasa hivi ni kufanya vizuri zaidi kwenye hiyo michuano mikubwa. Mixon kashamaliza sasa hivi, alishafanya vizuri. Pengine sasa hivi aje cheze kwenye hizo timu za madaraja ya kati, sio Simba na Yanga. Lakini dili la Dennis Nkane limekataliwa. Imekuwa ngumu kidogo kwenda kutolewa kwa mkopo JKT. Of course, mimi nafikiri hili deal yeye alitakiwa kutengeneza mazingira rafiki pengine ya kwenda kucheza, kwa sababu anahitaji kucheza, anahitaji dakika. Na kuna siku niliandika kitu yeye mwenyewe alikuja akacomment akacheka. Kwa sababu mimi niliamini kwamba ni mchezaji ambaye ana kipaji, ana potential, anahitaji hiyo game time ya kucheza. Alifanya vizuri akiwa na Biashara, Yanga walimuona. Mimi kwamba kile kitu ambacho yuko nacho kinatakiwa kuonekana kwa Tanzania, kwa sababu ni mchezaji ambaye tulikuwa tunaamini anaweza kaja kutusaidia kwenye national team. Lakini kwa hivi namna ambavyo kwenye msimu mzima anacheza mechi moja au mechi mbili, automatically unaua kipaji. Huwezi kuwa mchezaji mzuri ukaisha mazoezini tu. Unahitaji game time. Kwa hiyo hata ukiachana na deal ya JKT, nadhani yeye mwenyewe pia alitakiwa kupush kuondoka. Alitakiwa kupush Nkane kwenda kucheza timu yote kwa mkopo ili kuimprove kile ambacho alichokuwa nacho. Lakini naelewa mazingira magumu ya wachezaji wetu. Unajua Simba na Yanga na Azam pengine ndio timu pekee ambazo wanapata comfortability ukiwa huko, kwa maana ya maslahi. Utapata mshahara mkubwa, utasafiri, utapanda ndege, utaenda wapi. Lakini ukienda kucheza timu za madaraja ya kati ni ngumu kupata hiyo exposure. Kwa hiyo wakati mwingine wanakubali kubaki sabu kwenye hivyo vilabu ili uendeshe maisha. Labda tetesi zozote za kuhusiana na wachezaji kuondoka katika klabu ya Yanga kama kutolewa kama hivyo na mkopo. Taarifa ambayo mimi ninayo ikuwa nimekwambia maisha yake yako hatarini. Lakini pia Boyeli maisha yake pia nayo yako hatarini. Hao ni wachezaji ambao I'm sure 100%. Wengine wanawavutia kasi waone mpaka dirisha litakapokamilika, mwisho wa msimu ndio waone kwamba wana fit au hawafit, wanawapa game time bado. Sawa.